Kwenye ndege hii ambayo tunakwenda duniani watahitaji wakati mwingine kurekebisha tai, wakina baba Balikia, lakini wakina mama pia mtahitaji kurekebisha makeup zenu. Tuwajuze kwamba unapotoka nje ya mlango wetu huu wa kuingilia, upande wako wa kulia kuna sehemu maalum kabisa imeandaliwa kwa ajili ya wewe kujiweka sawa. Sasa bila kupoteza muda, tuweze kushuhudia tuzo ya afya na ustawi wa jamii. Ni nani anakwenda duniani? Asante. Karibuni sana. Giza la saratani lilimeza maisha ya wengi, lakini historia inamtaja kama mtu ambaye hakusimama kuomboleza, bali alichukua silaha za maarifa na kuingia vitani. Dr. Marina Alois Njerekela, mkurugenzi mtendaji wa Deloitte na mhadhiri wa MUHAS, si jina tu kwenye vitabu vya taaluma, bali ni nguzo ya mapambano dhidi ya saratani ya kizazi na matiti nchini Tanzania. Akiwa na PhD kutoka Kyoto nchini Japani, aliona si tu wagonjwa bali maisha yanayoweza kuokolewa. Alianzisha safari ya mapambano dhidi ya saratani ya kizazi na matiti nchini Tanzania akiwa rais wa chama cha wanawake madaktari MEWATA miaka ya 2010. Vifo vya kina mama wengi vilivyotokana na saratani ya mlango wa kizazi miaka ya hapo nyuma vilimjaza machungu Marina, kiasi cha kuvaa gwanda na kuingia vitani kuokoa maisha ya malkia wenzake, akichangia pia maboresho ya sera katika sekta ya afya. Na sasa mabinti kuanzia umri wa miaka 14 wanapatiwa chanjo ya saratani. Haya ni matunda ya jitihada zake. Kwa majina naitwa Dr. Marina Alois Njerekela. Mimi ni mkurugenzi katika kampuni ya Deloitte. Kwa hiyo ni mkurugenzi wa mradi wa USAID Afya Yangu Southern, ambao ni mradi unaoshughulika zaidi na afya za wanaoishi na virusi vya ukimwi pamoja na kifua kikuu. Lakini pia mimi ni mhadhiri chuo kikuu kishiriki cha afya cha Muhimbili katika department ya fiziolojia, honorary lecturer. Ile kampeni ya saratani ya matiti na saratani ya shingo ya kizazi, akina mama wengi walikuwa na dalili za magonjwa hayo mawili, lakini walikuwa hawajui waende wapi na wafanyiwe nini. Mimi kama kiongozi ilibidi nilivalie njuga, na mafanikio makubwa ni kutokana na wadau mbalimbali ambao walisaidia katika kuchakia. Hata nikipita barabarani kuna akina mama wananikumbuka na wananisimamisha, wanasema wewe ni yule daktari. Safari ya Marina kufika duniani ilikuwa na vigingi kadhaa. Hapa anakumbuka aliporejea masomoni kutoka Japan na kuwa mwanamke wa kwanza kufundisha chuo kikuu MUHAS, idara ya fiziolojia. Mkuu wa idara alinipeleka darasani, akani introduce kwa wanafunzi. Nikawa naona kama wanafunzi wanapungua. Nilikuja kulearn baadaye kabisa. Yaani walikuwa hawaamini kwamba somo gumu kama mfumo wa akili na ubongo linaweza likafundishwa na mwanamke kijana ambaye anatoka masomoni. Kwa nikamwambia, jamani, hili somo la mfumo wa akili na ubongo ni muhimu kuliko chochote. Kwa hiyo ambaye hata ingia darasani na kupasi hili somo, ina maana hataendelea kwenda mwaka unaofuata. Marina hatoisahau kabisa siku ambayo alipokea tuzo ya Martin Luther King nchini Marekani. Kitu ambacho kizuri ambacho sitakisahau maishani ni recognition ambayo nilipata ubalozi wa Marekani kupewa a prestigious award ya Martin Luther King kwa sababu ya ushiriki wangu katika kampeni ya saratani ya matiti na saratani ya shingo ya kizazi. Marina anawakumbuka baadhi ya wanafunzi wake ambao humpa tabasamu pana kila anapokutana nao. Kitu ambacho ninajivunia sana, Tanzania nzima hakuna hospitali nitakayokwenda sitakuta mwanafunzi wangu. Kila unapokwenda
utakutana na mshikamoo mwalimu, najua wewe hunikumbuki, lakini mimi ni mwanafunzi wako wa fiziolojia wa intake ya mwaka huu. Anamalizia na mwaka. Enyi kizazi cha mama Kizimkazi, wakati mkilisoma kwa sauti bango la Twende Duniani kwa makofi na mitetemo ya mawingu, huyu ni Malkia Marina Njelekela. Naitwa Dr. Marina Alois Njelekela, Malkia wa Nguvu, Twende Duniani. Malkia wa Nguvu 2025. Makofi mengi sana kwa Dr. Marina. Makofi mengine mengi kwa ajili ya Malkia wa Nguvu. Yes, Dr. karibu sana uweze kuchukua tuzo yako. Wakati hiyo DJ Feru, unaweza kumsindikiza kumleta Dr. Pambele, na watakao kuja kutoa tuzo hii namleta kwenu kutoka NSSF. Huyu ni Mami Lulu Mengele, ni meneja uhusiano na elimu kwa umma. Lakini pia namwomba hapa mbele Malkia wa Nguvu Sara Bianca, huyu kutokea Face of Comfy. Hawa ni Comfy Mom and Maternity Pants ambao hakika wanafanya mambo mengi sana kwa kina mama wajawazito. Karibuni sana kwenye kutoa tuzo. Kwa kila linalonifika, Yes. maana kukosea ni wajibu, Mola meshaandika, na sianguki, mimi nimechaguliwa, na nitegemea choki, hajawahi kupitiwa. Navyotuma viniue, ndo vinanikuza, vinanipa ujasiri, na kuwagado kamili. Taka kunidhurumia, kupite kwake kwanza. Mungu wangu halali, ana ulinzi mkali. Asante DJ Feru. Hongera sana Dokta. Naweza mkapata picha ya pamoja, sio mbaya. Yes. Asante. Dokta, hongera sana. Hongera sana, tuzo yako kubwa sana hii. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Kwanza kabisa napenda kushukuru Clouds Media kwa kutambua mchango wangu kwenye shughuli nzima ya afya katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini tuzo hii kwa kusema ule ukweli, Chama cha Madaktari Wanawake Tanzania ambacho tulifanya kampeni kubwa sana ya matiti, najivunia kuwa mmoja wao, na napenda kutoa shukrani kwa Rais wa Chama cha Madaktari Tanzania Dr. Zaituni ambaye amenisindikiza hapa pamoja na Dr. Florence Tem, na pia napenda kutoa shukrani kwa familia na marafiki zangu wote, kampuni yangu ya Deloitte kwa kunisupport, na wamama wote ambao tulikuwa tunawatibu ambao wamekuwa wakiendelea kutoa shukrani zao hata hivi leo. Asanteni sana kwa kunitambua. Makofi mengine mengi kwa Daktari Malkia wa Nguvu kwa kazi kubwa na kazi nzuri, na hongera kwa kwenda duniani. Yes. Tunazidi kuendelea. Sakina, karibu sana, utambulishie. Mimi naendelea Jose Mara, lakini pia Ndio. na Malkia wa Nguvu pamoja na Malkia wote ambao mpo hapa kushuhudia katika tuzo hizi za Malkia wa Nguvu za Air Malkia wa Nguvu. Na tuzo inayofuata sasa ni sekta ya kilimo na biashara. Karibu sana, tuangalie nani amekwenda duniani. Clouds 25. Asante kwa TAF. Gen Z for life.